When did the plastic surgery starts? Naweza nikasema labda imeanza sana after World War I, wakati ambapo head and face injuries zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo physicians wako required to innovate. Alafu issues za blood transfusions, anesthesia na antiseptic zikawafanya madaktari waanze experiment new techniques ndio wakati huo. Lakini in 1960s ndio kabisa the need of purely plastic surgery zikaanza kuwa common. Mfano FDA ili approve Botox iwe kama treatment kwa ajili ya cross eyes. Walipokuwa wanafanyia watu treatment walipoanza kugundua kwamba zile sehemu ambazo wanaziweka Botox hazipati wrinkles. Kwa hiyo ilipoanza kipindi ambacho baby boomers wameanza kuzeeka na mahitaji ya kutaka kuonekana kwamba bado ni vijana, ikawa ndio kipindi ambacho plastic surgery procedures outspace reconstructive surgery. 1990s ndio miaka ambayo madaktari walianza fight very hard kwa ajili ya ku dismantle stigma ambayo ilikuwa inatokana na plastic surgeries. Lakini ukweli ni kwamba kwa mfano research iliyofanywa in 2020 na Marekani ilionyesha kwamba watu zaidi ya milioni 20 walifanya plastic surgeries, na miongoni mwao ni watu 28, Watanzania 28 ambao walipita kwetu sisi kama plastic surgeries coordinators kwa mwaka huu kwa ajili ya kwenda kufanya plastic surgeries mbalimbali katika nchi mbalimbali ambazo sisi tunafanya nao kazi. Unajua kuna 3 types of plastic surgeries ambazo zinakuwa categorized kwenye surgical, non-invasive pamoja na injectables and fillers. Sasa the most common plastic surgery ambayo imekuwa ikihitajika sana na Watanzania wengi, watu wengi wanafikiria ni to transfer fat into the butt, lakini ukweli ni kwamba ni liposuctions, different type of liposuctions, ikifuatiwa na breast reductions, tummy tuck, arms lift, facelift, yes, facelift, pamoja na nyinginezo. Watu watauliza facelift, I'll come to tell you why kwa Tanzania sasa hivi inafanyika sana na watu wengi sana wanafanya facelift. Uchunguzi uliofanywa Marekani pia ulionyesha kwamba pamoja is just like any other surgeries inakuja na some risk, lakini 78% ya watu waliofanya breast augmentation na tummy tuck walipoulizwa walisema kwamba pamoja na hayo, kutokana na experience, I think recovery time and all that, they are ready to do it again. Sasa in 90s and early 2000 tunasema sisi ndo era of extreme plastic surgery and transformations. Sasa basi wale walikuwa wanauliza kwamba ni kweli kwamba Watanzania wanafanya facelift. Jibu hili hapa. Wakati mwaka 2000 na ile mwaka wa COVID 2019, watu wengi sana tulihamishia shughuli zetu, kazi zetu majumbani. Kwa hiyo tukahamishia kwenye kufanya sana kwenye Zoom meeting ama video calling and all that. Wakati huo sasa ndio pale ambapo watu tukaanza kuwa hypercritical kutokana na jinsi na mionekano yetu, ya jinsi ambavyo tunaonekana tukiwa kwenye videos ama pictures and all that. Na ndio kipindi ambacho the need of plastic surgery above the shoulder ilipoongezeka sana, na ndio kipindi hicho pia ilipokuwa kwa Tanzania, kwa sababu ndio kipindi ambacho kweli tulikitumia sana kwenye kwa tunajiangalia muda mrefu kwa ajili ya zooming and all that. Kwa hiyo yes, Watanzania wanafanya sana hizo procedure. Sasa watu wanauliza hivi, dada, ni wakati gani ambapo mtu anatakiwa kweli afanye plastic surgery? Mimi ninaweza tu nikawashauri kwamba mtu anatakiwa kufanya plastic surgery wakati ambapo ana a clear well thought kuhusu hicho anachotaka kukifanya. Yaani sio iwe kwamba ana act kwa sababu ya external forces. Yawe ni matakwa yake mwenyewe huyo mtu, isio kwa ajili ya shinikizo la jamii, yani societal standards, ama isio kwa ajili ya trends ama mawazo ya mtu mwingine. Hapana. Pia afanye plastic surgery wakati ambapo anaweza kuafford financially, awe anaweza kuafford, kwa sababu to be honest, plastic surgery is an investment. Tukisema kwa mfano, let's say the minimum cost for breast reduction is $4,500 and that means $7,500 if you're traveling for that procedures, and that means
it's over 20 million Tanzanian shillings for someone to travel to go and do that procedure abroad into any other country. Kwa hiyo, yes, it's an investment, yes, it has boundaries, yes, it's ni kwa asilimia kubwa ni kwa ajili ya watu ambao kusema kweli, I'm very sorry to say kwamba ni watu ambao wana uwezo wa kufanya hizo procedures. Lakini pia fanya plastic surgery wakati ambapo unakuwa kwamba it's for yourself, it's not for someone else, it's you, not others. Yani maamuzi yawe yanatokana na your personal desire. Narudia tena, not for societal standards, not for people, iwe ni your personal desire. Ila pia fanya wakati you have a realistic expectations, una matarajio halisi ya kile ambacho unaenda kukifanya. Ujue kwamba plastic surgery can enhance appearance, lakini it won't necessarily fix your self-esteem, ama haiwezi kuwa kwamba ni matibabu ya matatizo yako mengine ya kimaisha. Pia fanya wakati wa physical and mental fit. Fanya plastic surgery wakati ambapo umeshafanya proper research, wakati ambapo unaelewa kabisa procedure unapotaka kuifanya, unaelewa risk, wakati ambapo unaelewa recovery time na unajua matokeo ya ule muonekano ambao unakuwa utafuta. Fanya plastic surgery pia wakati ambapo una muda wa kutosha kwa ajili ya kujipa mapumziko ya kurecover. Najua sisi kama Plastic Surgery Coordinators Africa, we always choose those top plastic surgeons who are board certified plastic surgeons who are talented,